hakiingii katika kuwepo, hakiwezi kuingia katika mamlaka ya Mwenyezi Mungu alichokuwa hajakitaka. Unachokiona kipo katika ulimwengu huu ni kwamba kafanyaje? Kakitaka. Hawezi mtu kuleta kilichokuwa Mungu hakitaki. Unachokiona wewe mwenyewe ndo alokitaka. Hakuna mwenye uwezo wa kuingiza chingine asichokitaka aloko hajakitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wama lam yasha illa wujudahu, na kile ambacho hakukitaka Mwenyezi Mungu kuwepo kwake hicho la yadkhulu fil wujud, hakiingii katika kuwepo. Walau da'in, hata kama ataomba dua muombaji dua, mtu akakaa akaomba dua, kila aina ya dua kiingie kilichokuwa Mwenyezi Mungu hajataka kiingienge, kwa maana kiwepo, hakuna, hakiingii, hakiwepo kwa maana. Au tasaddaqa mutasaddiqun, au akatoa sadaka mtoaji sadaka, akatoa sadaka sana kwamba jambo fulani anataka liwe na Mungu jambo hilo hajataka liwe, atatoe sadaka vipi hilo jambo? Haliwi kwa uombaji wowote na kwa utoaji sadaka wowote, muda kwa Mwenyezi Mungu jambo hilo hajataka, basi haliwi. Huwa lile alilolitaka liwepo. Ndio akasema wala haula an ma'siyati llah illa bi'ismati llah wala quwwata ala ta'ati llah illa bi'auni llah. Yakaja maneno haya kwa kusema kwamba ambayo huyasema yale katika adhana kwenye sehemu ile ambayo tumeikumbusha, wala haula, wala hapana ujanja, an ma'siyati llah, kuepuka kumwasi Mungu. Hakuna ujanja kuepuka mtu kumwasi Mungu, mtu kwamba yeye mjanja bwana, mimi Mungu simwasi. Hakuna ujanja huo, illa biismati llahi, isipokuwa kwa hifadhi ya Mungu. Ukiona wewe umeepuka kuto kumwasi Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu hifadhi yake imekubika. Mwenyezi Mungu kakuhifadhi kuto kumwasi. Wala quwwata ala ta'ati llah, wala hapana nguvu ya kumtii Mungu. Ukiona umeelekea katika kumtii Mungu, unayoelekezwa na Mola wako ndio unayoyafanya, basi usije ukajiona kwamba wewe ni mwerevu kuliko wengine. Wala quwwata ala ta'ati llah, wala hapana nguvu juu ya kumtii Mwenyezi Mungu, illa bi'auni llahi, isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Illa bi'auni llahi, isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Msaada wa Mwenyezi Mungu ndio uliokudiriki wewe ukaweza kumtii Mwenyezi Mungu. Ndio maana yake vipi? Maana yake ukimwona mwenzio kaelekea njia sio ya sawa, usijifanye wewe fundi kwamba bwana yule bwana mpumbavu sana bwana yule hana akili bwana, kwa sababu wewe unafanya khairi. Yeye ndio tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunapomuona mwenzetu kajaribiwa, sababu yale ni majariba. Hii dunia hii moja yaliyopo hapa ni kufanywa majaribio ili Mungu atupambanue ni nani mwema na nani muovu. Kwa hivyo ukimwona mtu kaelekea huko, tumeambiwa tushukuru, tulete shukrani zile. Katika maelezo aliyosema miongoni mwao anasema alhamdulillahi alladhi afani mimma talahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Maneno haya, ukimwona mtu mubtala, Mwenyezi Mungu kamjaribu, usimcheke, kwa sababu unaweza ukamcheka kesho kwa vile wewe ni mwerevu, kaja ukaona kesi umegeuzwa wewe. Sasa haya kwepa, kaja ikawa balaa. Anaonekana yule aliyomuovu leo katoka, na yule jana aliyokuwa anajifanya shujaa katumbukia. Hii ni dunia ya majaribio. Tumeletwa hapa sisi kujaribiwa, kupambanuliwa. Kwa hivyo usiwe kujifanya mjanja. Ndio maana maneno haya ndio maana hii ni kanz. Maneno haya ni kanz min kunuzil janna. Kama mtu la hawla wala quwwata illa billah, linaleta tafrij ya kurbatin. Mtu anapolizoea tamko hili, ni moja ya uradi mmoja mkubwa kabisa wa juu, la hawla wala quwwata illa billah. Na ukifahamu maana yake, unapata itminan fi qalbika, unapata utulivu wa moyo wako, kujiona kwamba wewe kumbe una lolote ulilonalo, huna lolote ulilonalo. Kila unaliona wewe umelifanya, shukrani zote zirejeshe kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ni la kheri.
Na kila unaloliona ulimweliepuka la shari, shukrani zote zirejeshe kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si mjanja, hakuna mjanja wa kukwepa maasi wala mwerevu wa kufanya taa, illa ukimwona kaepuka biismatillah, ukiona anafanya taa biaunillah, ni kwa hifadhi ya Mwenyezi Mungu kama hifadhi, na ikiwa ni taa ni kwa msaada wa Mwenyezi Mungu.